Pirates. Lakini Enock Enonga Baka kwa sasa anakipiga katika timu ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco, na inahusika kuwa kwa sasa yuko mbioni kuweza kurudi katika ardhi ya Tanzania. Hii ni moja ya ishara ya kwamba Dar es Salaam Young Africa kwa nafasi iliyopo, kwa malengo aliyokuwa nayo, lazima aweze kumpata beki wa kati asilia ambaye anaweza akaokoa katika nyakati ngumu kama hizi. Kwa hiyo, harigani mwana michezo, harigani mwana Steam Media, karibu ndani ya Steam Media tuweze kupashana mambo mbalimbali ya kimichezo. Jina langu ni Steven Mapunda, mchambuzi wa kimichezo ndani ya Steam Media. Leo hii nimekuletea habari nzuri sana ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya wanamichezo mbalimbali. Habari hii si ngeni kwako, lakini inakuwa na uhakika zaidi inapokuwa inawasilishwa ndani ya Steam Media. Enock Enonga Baka Verane, huyu ni beki kisiki kabisa, raia wa Kongo, beki wa kutumainiwa katika timu ya taifa ya Kongo, ambaye ana historia kuweza kuifikisha Kongo hatua ya robo finali katika michuano ya AFCON ambayo ilifanyika kule nchini Ivory Coast. Na mara ya mwisho kukanyaga ardhi ya Tanzania alikuja kwa ajili ya kuweza kucheza na Taifa Stars, na alisaidia timu yake kuweza kupata matokeo mazuri akiwa nchini Kongo, lakini pia wakiwa katika ardhi ya Tanzania, akiwa kama center half wa kuaminiwa kabisa ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya DR Congo. Kwa nini namzungumzia Enock Enonga Baka? Namzungumzia Enock Enonga Baka kwa sababu wanamichezo wengi wa Tanzania wameweza kumfahamu kwa karibu alipokuwa akitumikia Simba Sports Club. Tunaona akiwa amecheza mara kadhaa katika mechi za Simba na Yanga, na tukio moja ambalo linakumbukwa zaidi na Enock Enonga ni ile tukio la kuweza kumdhibiti Fiston Kalala Mayele asiweze kupata goli, na anatolewa, anaingia Makambo, anasema kwamba mleteni mwingine, huyu hawezi kufunga goli. Lakini pia tukio lingine ambalo linakumbukwa zaidi na wanamichezo ni tukio la penalty katika magoli 5-1 dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, ambapo alikutana na mkongomani mwenzake huyu Maxim Pia Nzengeli, ambaye aliweza kumkwatua ndani ya box na Pacome Zouzoua kuweza kufunga penalty ambayo ilikwenda kuzaa goli la 5, ambalo mpaka leo limekuwa likileta utani mwingi sana wa Simba na Yanga kupitia magoli 5 hayo, mpaka ikapelekea Dar es Salaam Young Africa kuweza kuweka bango na mambo yakawa mengi kulikweli. Lakini leo hii nakuja na habari hii ya Enock Enonga Baka, raia wa Kongo, kuhusishwa kurudi katika ardhi ya Tanzania. Ukimwangalia Enock Enonga alikuwa DC Motema Mapembe kabla hajafika viunga vya Simba Sports Club, na ukiangalia katika historia alikuwa anakuja moja kwa moja kuja katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, lakini watani wao wa jadi Simba Sports Club waliweza kuwazidi kete na kuweza kubadili direction, na hatimaye anakwenda katika kikosi cha Simba Sports Club, ambapo katika kikosi cha Simba anakutana na changamoto ya Josh Onyango pamoja na Wawa, lakini baadaye Wawa anaondoka na baki Josh Onyango na Enock Enonga. Baadaye Josh Onyango anaondoka, anakuja Shea Malone Fondo, naye anakuja kuungana naye katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini cha kusikitisha hakuweza kupata mafanikio makubwa akiwa ndani ya Simba Sports Club. Zaidi aliweza kucheza robo finali ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia robo finali ya kombe la shirikisho, na kitu ambacho kinakumbukwa zaidi kimataifa, kuweza kukosa penalty katika ardhi ya Afrika ya Kusini dhidi ya Orlando Pirates. Alipiga penalty moja nzuri sana, iligonga besela na kuweza kutoka nje, na Simba wanaondoshwa katika hatua ya robo finali na Orlando Pirates. Lakini Enock Enonga Baka kwa sasa anakipiga katika timu ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco, na inahusika kuwa kwa sasa yuko mbioni kuweza kurudi katika ardhi ya Tanzania kwenda kukipiga katika timu ya Dar es Salaam Young Africa ambayo inaongozwa na Mirudi Hamdi, kocha mkuu, lakini rais wa Dar es Salaam Young Africa Engineer Hensaidi akiwa katika harakati za kuhakikisha kuwa Enock Enonga Baka anarudi katika ardhi ya Tanzania, lakini anavaa njano na kijani. Hii habari imekaaje? Na je, Enock Enonga tukimwangalia anaweza akapata nafasi katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa?
au itakuwa ni sehemu ya kuweza kutumia vibaya matumizi ya fedha na muda. Lakini hapa tunakwenda kuangalia mabeki ambao kwa sasa wanahudumu ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Wanaye Ibrahim Hamad Baka, wanaye Dickson Job, wanaye Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni mabeki watatu pekee ambao waliopo katika safu ya ulinzi wa katikati, ambapo hawa ni mabeki asilia bali ya Andambwile ambaye huwa anaingia na kutoka, lakini kwa nafasi ambayo anacheza pale nyuma kwa mabeki watatu kuna haja ya kuweza kumpata beki namba 4. Kwa nini kuna sababu ya kuweza kumpata beki namba 4? Madhara unakuja kuyaona mechi ambayo Dar es Salaam Young Africa wanaipoteza dhidi ya Tabora United baada ya kupoteza mechi dhidi ya Azam. Tunaona ni kwa namna gani Yanga waliathirika zaidi, kwa sababu Dickson Job alikuwa ana majeraha, mbali ya majeraha alikuwa na kadi ya njano, hakuruhusiwa kuweza kucheza mchezo unaofuata. Kadhalika pia Ibrahim Hamad Baka aliweza kupata red card katika mechi dhidi ya Azam. Wanakwenda kupoteza mechi na Azam, mechi inayofuata wanakwenda kucheza na Tabora United. Tabora United wanakuja kucheza nao wakiwa hawana beki asilia wa katikati zaidi ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto msimu huu hajapata match fitness ya kutosha, hajacheza vya kutosha. Anakwenda kucheza mechi ambayo tayari na pressure kubwa, ametoka kupoteza katika mchezo uliomalizika na Azam. Anakwenda kusimama pale kama center akiwa anasaidiana na Azizi Ndambwile. Ukimwangalia Azizi Ndambwile naye pia hana game time ya kutosha, alikuwa pia hana match fitness, anapata majeraha mapema kabisa. Shape ya kiulinzi inabadilika ya Dar es Salaam Young Africa, anarudi Haridi Aucho kucheza center wakati huu akiwa anacheza na Bakari Nondo Mwamnyeto. Dar es Salaam Young Africa wanapotea kwa magoli 3-1. Hii ni moja ya ishara ya kwamba Dar es Salaam Young Africa kwa nafasi iliyopo, kwa malengo aliyokuwa nayo, lazima waweze kumpata beki wa kati asilia ambaye anaweza akaokoa katika nyakati ngumu kama hizi. Kwa hiyo kwenda kumapproach mtu kama Ibrahim Baka kuja kusaidiana na Ibrahim Hamadi pamoja na Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, hii ni chaguo sahihi kabisa. Lakini pointi ya pili, mabeki wa kati wa Dar es Salaam Young Africa wote ni local players, wote ni wachezaji ambao ni wazawa, hakuna mchezaji wa kimataifa hata mmoja. Kwa hiyo hata wakimuongeza Inonga itakuwa sio sehemu ya kuweza kutumia vibaya matumizi ya fedha na matumizi ya rasilimali, kwa sababu tayari wanakuwa wamemuongeza beki ambaye ni wa kimataifa na ni beki ambaye anawapa faida kubwa, kwa maana kwamba tayari ana uzoefu wa kutosha katika michuano mbalimbali. Tunashuhudia katika timu ya Congo DR, ambao timu ambayo inaundwa na wachezaji wengi kutoka mataifa ya Ulaya, mataifa ambayo yameendelea kisoka, wachezaji wengi wanatokea huko. Lakini katika kikosi kigumu kama hicho, Enock Inonga anajitokeza na kuweza kucheza mwanzo mwisho katika kikosi cha timu ya taifa ya DR Congo. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam Young Africa wakifanikiwa kuipata saini ya Enock Inonga, itakuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa sana. Kwanza itakwenda kuwasaidia katika mechi za kimataifa, lakini pia urefu aliokuwa nao Inonga utakwenda kuisaidia zaidi Dar es Salaam Young Africa, kwa sababu anapocheza Ibrahim Hamadi, anapocheza Inonga, wote ni warefu, wote wana height nzuri, wote mipira juu anaweza kuicheza vizuri. Lakini pia itakumbukwa kuwa Enock Inonga pia ni beki ambaye mzuri katika kufanya finishing, anapata nafasi pia huwa anafunga. Kwa hiyo kwa faida kama hizo ambazo Dar es Salaam Young Africa watakuwa wananufaika nazo, kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kuingia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Na hadi naingia mitamboni, uongozi wa Dar es Salaam Young Africa tayari umeshaanza kufanya utaratibu wa kuweza kuzungumza na uongozi wa sasa wa FAR Rabat, ambapo kwa sasa anahudumu, na mkataba uliosalia kwake ni mkataba wa mwaka mmoja pekee, ambapo kwa Dar es Salaam Young Africa kwa misuli ya kiuchumi aliyokuwa nayo, naamini kabisa wanaweza kuvunja mkataba huo na Enock Inonga Baka kuweza kurejea katika ardhi ya Tanzania, kuweza kuvaa jezi za kijani na njano. Huo ndio ukweli ambao haupingiki hata kidogo. Lakini pia ukija kuangalia upande wa management ya Dar es Salaam Young Africa, wao kiasi ambacho wameweza kukiweka cha mshahara pamoja na kiwango cha sign fee kimekuwa ni kiwango ambacho Enock Inonga moja kwa moja ni ngumu kuweza kupishana nayo, kwa sababu kila mchezaji ambaye anacheza katika ukanda huu wa Afrika
huwa anapenda kucheza katika timu ambayo inajitokeza mara nyingi zaidi katika michuano ya kimataifa, na sasa Dar es Salaam Young Africa imejisimika katika ushirikishwaji wa kimataifa, lakini pia kuleta upinzani zaidi. Kwa hiyo ujio wake ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa tunaamini kabisa utakwenda kuisaidia Dar es Salaam Young Africa, lakini pia hata Enock Inonga Baka naye pia itakuwa ni sehemu ya yeye kuweza kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa na manufaa zaidi kwa upande wake. Hiyo ndio taarifa ambayo nataka nikuletee Mwanaspoti, kuwa Enock Inonga Baka yuko mbioni kuweza kujiunga na viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, mchambuzi wa soka kutoka hapa Sim Media. Kama hujasubscribe basi fanya hivyo kwa kuweza kubonyeza ile neno limeandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele, iguse hiyo kengele, utaona neno all, bonyeza hiyo all ili uweze kupata notification zote zinazotumwa ndani ya Steam Media. Nyuma ya kamera yuko Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.